Kwa kweli imekuwa ni jambo la kusikitisha, limekuwa ni jambo la kuumiza sana, kwa sababu kama leo tumefikia hatua fulani wanadamu tunaanza kuindana, hamna aliyoko salama. Maana yake sasa tumefikia hatua sasa tunalazimishana upendo. Yaani kwamba unaona mtu asipokupenda basi unamlazimisha kwa kumteka, kumuua na kumpoteza. Kwa hiyo kwa kweli nitoe pole kwa ajili ya familia za watu waliopotea na watu wengine ambao wameuawa au wanaosadikika kuendelea kukamatwa vituo vya polisi kinyume na utaratibu. Dada Maria, kama utakumbuka, mimi toka mwanzoni kabisa, toka mwaka 2021 mara baada ya kutotoka aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, nilizungumzia mambo mengi tu, nikasema kwamba jamani, kama tutakuwa hii sheria, kuna mswada ulipelekwa bungeni, ulikuwa ndo mswada wa kwanza kabisa kupelekwa bungeni ambao unawapa kinga maafisa usalama dhidi ya makosa ya jinai, na niliupinga sana. Nakumbuka hata wengine wakawa wanasema wewe ni timu mwenda zake kwa sababu mama ameachiwa ndio maana mnaona wivu. Nakumbuka mpaka Chadema wakafanya juu chini, sijui walikuwa na maana gani mpaka wakatoa tuzo. Nisiingilie sana yote hayo, lakini nilikosoa kwa sababu gani? Nikasema kama mtu kweli alikuwa na lengo, alikuwa na target ya kutuongoza vizuri, zile 4R, kwamba tunafanya rebuild, tunafanya reconstruction, tunafanya sijui reformation, si tunafanya vitu gani? Kuna sababu gani ya kutengeneza sheria ya kuwakinga watu ambao ni wahalifu? Hicho maana nimekuwa nikikihoji mara nyingi sana. Kwa hiyo tukaja kwamba siku moja kuna mtu alishawahi kuniuliza kwa nini unazungumza hivyo Busagwa? Nikasema in nature kwamba mtu anapojiunga na majeshi haya, jeshi la polisi, jeshi la magereza, jeshi la wananchi au katika chombo chochote cha usalama, sio kwamba anaenda kutakaswa anakuwa mtu mpya. Hapana, anaenda kutengenezwa kwa ajili ya majukumu fulani. Kwa ile tabia ambayo alikuwa nayo, kama alikuwa ni kibaka, kama alikuwa ni mwizi, kama alikuwa ni jambazi, kama alikuwa ni mtakatifu, kama alikuwa ni mchungaji, atabaki na ile hali ya kawaida aliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba yani wameumodify uhalifu wao. Mtu alikuwa ni mwizi, kwa sababu mimi nakumbuka kuna mjomba wangu mmoja alikuwa polisi kanda maalum Dar es Salaam, mpaka kesho huwa hatupatani, na sasa hivi ni askofu. Anashuhudia hata matendo mengine waliokuwa anayafanya. Wanazungumza kwamba walikuwa wakiwavamia Wahindi, wakishawavamia Wahindi wanachukua fedha, wanachukua fedha viwandani, wanafanyaje? Kwa haya ni matukio ya habari ya sasa. Hayo ni matukio ya uhalifu ambayo yamekuwa yakifanywa na vyombo vya usalama. Sio kwamba polisi wote ni wabaya, lakini kuna polisi ambao unakuta walikuwa ni vibaka huko mtaani. Sasa unapowapa kinga ya kisheria kwamba hawataweza kushtakiwa kwa makosa ya jinai, maana yake umehalalisha utekaji. Na wakati mwingine sio kwamba labda ni kwa ajili ya serikali, ni mtu tu kwa ajili ya kujipendekeza ili apate cheo, ni mtu tu kwa ajili ya kujipendekeza ili aonekane na yeye ni mwema, anaamua kufanya vitendo vya kihalifu na vya kidhalimu kama hivyo. Pia nimekuja kugundua hii pia ni kwamba watu wanafanya in ransom, yani wanawakamata na kuwateka watu kama vile sehemu ya kujichukulia fedha, kwamba ndio hivyo. Kuna mzungumzaji alizungumza hapa, Bryson kama sikosei, kwamba mtu anasema na milioni 300 anachukuliwa hela, anauawa. Sasa kitu ambacho ni kibaya. Nikasema serikali ili kwamba lazima ijue kwamba sisi ni watu wake, ina haja ya kuwasikiliza wananchi. Mbona serikali hizi kulikuwa na serikali ngumu kama serikali ya Mkapa, mbona iliwasikiliza watu? Wakosoaji walikuwa nakosoa sana na waliishi. Wakati wa Kikwete mbona waliishi? Ije kuwa ni awamu hii au hizi awamu zote mbili, maana hii awamu bado haijaisha, hii awamu ya pili bado haijaisha. Kwa tunakoelekea sio kuzuri. Kwa kweli tunakoelekea sio kuzuri. Lazima kuna kitu kifanyike kwetu sisi wananchi, kwa sababu wananchi ndio wenye nchi. Maanake kama mamlaka inajaribu kutupoka na kutupora uwezo wa kuzungumza au uhuru wa maoni, kutoa maoni na kuchangia, kwa sababu tukichangia tu tunawaudhi watu, wanatuteka na kutupoteza. Na hii kauli ilivyotolewa ya uchawa, hii ndio ambayo imeleta shida, kwa sababu watu wamekuwa wakijifanyia vitu ambavyo ili kwa ajili ya kutafuta vyeo kama nilivyotangulia kusema. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba Watanzania tuna kitu cha kufanya, sio Wanamara tu peke yake. Watanzania tuna kitu cha kufanya.
lazima tujitokeze tuiambie serikali hadharani, kwa sababu tulitegemea bunge la wananchi ambalo ni bunge la jamhuri litatoka hadharani na kutusemea kwamba kwa nini wananchi wetu wanatekwa, kwa nini wananchi wetu wanapotezwa. Bunge la pili ilikuwa ni vyombo vya dini, misikiti, makanisa, mashehe na wachungaji walitakiwa simame waseme kwa nini watu wetu wanatekwa, watoe tamko makanisani, watoe na tamko misikitini, kwa nini watu wanatekwa, wanapotezwa. Sikatai kama mtu amefanya makosa achukuliwe kwa utaratibu maalum kama PGO inavyoelekeza pale, kuanzia kifungu cha 26, 27, 28 mpaka 29. PGO imeeleza vizuri kwamba mtu akifanya makosa ni namna gani askari anatakiwa amkamate mtu. Lakini sio unamkamata kinyume na utaratibu, unamchukua tu unamweka kwenye gari. Na hii sio nani ameigundulia kwamba watu wamekuwa wakitembea hawana mavazi, wanatembea kwenye Land Cruiser nyeusi. Sasa tumekuwa tukiona Land Cruiser nyeusi tunaogopa. Kwa nini mimi sikuchangia kwa muda? Kwa sababu niko Shinyanga hapa, nikuja mara moja, niko natembea hivi nikaona Land Cruiser nyeusi. Sasa ilikuwa inakuja kwa kasi, inakuja mitaa yangu, inajaribu kupunguza kasi. Nikasema sasa hapa na mimi nichukue hatua. Nikachochora, nikakimbilia vichakani mpaka nimekuja kufika nyumbani, atirisi ndo napata nafasi ya kuzungumza. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ambayo yanafanyika katika taifa hili, Biblia inasema wadhanipo wana amani ndipo uharibifu utakapowajia kwa ghafla. Mimi namshauri tu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu kikatiba, kwa sababu rais tuliyomchagua ameshakwisha ondoka, lakini yeye amependekezwa na katiba ili awe rais wetu. Lazima ajue kwamba sisi ni wananchi, na kama ni wananchi wanasema kwamba ukiona simba amemla mtu eti kwa sababu ni mlevi, mnafurahia, mnashangilia, yule kwa sababu alikuwa ni mlevi bora ameliwa na simba. Sasa simba huwa ana kawaida ya kupata rosto. Akishamla binadamu, hata kama alikuwa ni mlevi, atatamani kesho ale damu ya mtu mwingine. Sasa atawinda walevi, atawakosa. Atakachokifanya anaanza kusogea kwenye familia zilizo karibu. Sasa ilikuwa ni wapinzani, leo imegeukia kwa watu wa Chama cha Mapinduzi, na sisi wengine ni masengweni, hatuwezi kukaa kimya. Ndo kama hivi tukizungumza tukasema jamani, mbona kuna upotefu wa mabilioni ya fedha? Mbona trilioni 97 zimeenda wapi? Tukihoji kuhusiana na kwamba miradi ya kijamii ambayo inafanyika kupitia kodi zetu inaondoka, maana yake tupo katika hatari ya kutekwa. Sasa hiki kitu ni kibaya sana. Mimi nilikuwa nafikiria kitu kimoja, kwamba serikali ina haja ya kuwasikiliza watu, na hata siku moja nilikuwa kwenye space na madiplomasia baadhi kuzungumzia migogoro ya Kongo. Nikasema mgogoro wa Kongo wanamlaumu Rwanda, sio atamlaumu, tutatafuta mchawi, lakini mchawi wa ule mgogoro wa Kongo ni serikali ya Kongo yenyewe, kwa sababu serikali ya Kongo haitaki kuwasikiliza wananchi wake. Wananchi ambao wanaonesha kwamba wameasi yale maeneo ni wale wananchi ambao kuna maeneo yao ni potential, kunafanyika kazi za mining activities, lakini wao wanaishi maisha magumu, wanaishi maisha ambayo hayafai. Lakini viongozi wanaishi Ufaransa, wanakuja asubuhi na ndege, jioni wanalala Ufaransa. Ni vile vile kama ilivyo Afrika ya Kati, ni vile vile ilivyo Sudani, ni vile vile ilivyo Kenya, ni vile vile ilivyo Tanzania, ni vile vile ilivyo almost nchi za Kiafrika. Utawala wetu ni kitu kimoja, utawala wa kimabavu, utawala wa kiimla, kutokutaka kuwasikiliza watu, yani kwamba mtu anaamini kwamba yeye hawezi kukosea kitu chochote. Kwa mimi nachojaribu kusema kwamba sisi wananchi tumebaki peke yetu, kwa kumalizia haraka haraka, ili na wengine wapate nafasi ya kuchangia na kutoa mawazo yao, na kama ulivyosema dada Maria kwamba tuepuke kurudia rudia, kwa sababu tukirudia rudia unaweza kuwa ulikuwa na ujumbe mzuri lakini ukajikuta unapoteza texture ya ule ujumbe. Kwamba wananchi lazima tujue tumebaki peke yetu, wachungaji wametutelekeza, ambao ndo bunge la imani tulilokuwa nalo, ambao kama mwenyekiti hapo wa Chadema kanda ya wa Msoma alivyosema kwamba utekaji unaathiri uchumi, unaathiri mambo ya imani, unaathiri pia vile vile mambo ya kijamii, kwa sababu kuna jamii ambazo zinatutegemea, kwamba umeanzisha kiwanda kwa ajili ya kufanya watu waajiriwe, lakini mwisho wa siku productive inapungua. Ikishapungua watu hawapati mshahara, maana yake umesababisha watu kuwa jobless mtaani. Kwa hiyo pia kwenye masuala ya imani, hata masadaka yanapungua, ushirika unapungua, wachungaji hawatusemei. Kwa bunge la kwanza ambao ni bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeshindwa kutusemea.
Naandika kitabu changu Shangazi Maria kinaitwa Bunge la Sanaa, The Parliamentary Art of Tanzania. Ninakiandika hicho kitabu na ninaendelea kuassemble content. Lakini pia bunge la pili, bunge la kiroho ambao ni wachungaji wetu wakati wa ule mkataba wa bandari, Roman Catholic walijitokeza wakatoa tamko kwa ajili ya kulani na kukataa ule mkataba. Lakini makanisa mengine ndio yalikuwa ya kwanza kwa ajili ya kuomba. Wachungaji wamekuwa ni wanafiki, mashehe wamekuwa ni wanafiki, na ndio maana mimi siku hizi nimewapiga vikwazo. Sitaki mazoea kabisa. Masuala ya kupeleka fungu la 10 kwa mtu ambaye namuona bungeni anawaombea watu wadhalimu, siwezi. Umeona? Ni bora nikawasaidia watoto yatima nikipata sadaka yangu, nikawasaidia watu wenye shida wasiojiweza, kuliko kuwasaidia kuwarundikizia mali watu ambao ni mafisadi, wanakula na wenye dhambi, ambao wanatuteka, wanatuua na kutupoteza.